Balehe yangu kwa nini naendesha namna hii? Mwili wangu ulikuwa unavutana na akili yangu. Wakati huo mapenzi nilikuwa nayasikia tu watu wakisimulia. Sikuwa nimeanza kujihusisha na seksi, ila nilikuwa na vibinti tunacheza na kushikana darasani. Ila hatukuwa tukifanya lile tendo kabisa. Nilikuwa kitandani naiwaza balehe yangu. Muda huo natakiwa kujiandaa kwenda shule. Nilikuwa kidato cha pili tu. Muda wote naangalia jinsi bakora ilivyosimama. Nikatupa macho chini, nikaangalia mashuka yangu niliyoyachafua na ndoto pevu za mapenzi. Ni wakati huu nilikuwa napitia kipindi kigumu zaidi kwenye maisha yangu. Ujana ulikuja na moto balaa. Sauti yangu ilibadilika, nikaanza kunguruma kama simba dume. Nywele zikaota sehemu za siri na sehemu zote zilipotakiwa kuwako. Hadi ndevu nikaanza kuzihesabu, zile zinakuja. Ndoto za usiku zilinisumbua sana. Nilikuwa naota mara nyingi nafanya mapenzi na watu niliozoeana nao na hata ambao sijazoeana nao kabisa. Mfano ni usiku wa siku ile nimetoka kuseksi na mwalimu wa jiografia ndotoni. Mwalimu mrembo, ana shepu hatari. Wanamuita Madam Mageni. Hizi ndoto zingine ziwe na heshima basi. Sasa hadi madamu nimemkula. Nilijisemea, nikaamka kitandani. Nikachukua taulo langu, nikaingia bafuni kuoga. Nimetoka muda huo ndio nakumbuka ndani mafuta yangu ya kujipaka yameniishia. Nikatoka kwenda chumba cha baba na mama. Nakuta mlango umefungwa. Kumaanisha wazee hawapo, wameshaenda kwenye mishemishe zao za kutafuta shibe ya tumbo. Niliwaza nitajipaka nini? Maana muda ule maduka yote hayajafunguliwa mtaani kwetu. Mara nikamkumbuka dada Selina. Nikatoka muda huo ngija hadi mlangoni kwake. Nimefika nikagonga sana mlango, mwisho akaitikia. Nani jamani? Dada, ni mimi. Unataka nini? Mafuta dada, maana mama amefunga mlango na mimi nimeishiwa. Pita. Nilizama ndani kwa sister. Huwa siingii mle mara kwa mara. Namheshimu sana dada Selina. Basi nikasukuma mlango ukakubali. Nikazama ndani. Nimefika ndani namkuta dada Selina amejilaza kitandani, huku kajifunga tu kanga nyepesi. Mimi kuona vile akili ikaruka. Muda huo chini naiona chupi ya dada Selina, sijui hata niliwaza nini mimi. Msumari ukasimama dede. Nikaona nitaumbuka sio muda. Haraka nikachukua mafuta nikachota ya kutosha, ile naondoka tu mara nikaitwa. We Kevo. Naam. Niliitikia lakini sikugeuka kumtazama, maana huku mbele kumeinuka. Tumesalimiana mimi na wewe leo? Hamna dada. Umekuwa au kwa vile umeanza kupata kibesi sasa unaanza kuona tunalingana Hapana, shikamoo dada. Shikamoo gani? Umeangalia huko? Hebu geuka huku. Aliongea dada Selina lakini sikugeuka kabisa. Kevo, unisikii? Nasema geuka huku. Taratibu huku natetemeka. Nikageuka kumtazama dada Selina. Ni mkubwa kidogo maana akanizidi kama miaka 6 hivi. Wewe, nini hicho? Dada alishtuka. Mimi naye nikaona kishanuka. Nikaona uamuzi mzuri ni kutoka zangu mle ndani haraka sana. Moja kwa moja hadi chumbani kwangu. Muda huo nasikia dada Selina ananiita. We Kevo, Kevo rudi hapa. Sikuweza kabisa kurudi kumtazama dada. Mara niko chumbani kwangu nasikia mlango wa dada Selina unafunguliwa. Mimi nikajua dada amekasirika na anakuja kwangu. Nikaufunga mlango wangu kwa ndani. Kweli dada akaja mlangoni akaanza kugonga.
Kevo, we Kevo, hebu fungua bwana. Dada, nisamee bwana. Wewe hebu fungua mlango. Nani amekuambia mimi nimekasirika? Dada, mimi nakujua. Fungua basi tuongee mdogo wangu. Amna, mimi nimechelewa shule. Hebu kuwa mtu mzima basi. Fungua basi Kevo. Dada aligonga sana mlango, lakini sikufungua kabisa. Alishawahi kunipiga na mwiko wa kichwa nusu nizimie. Kisha tu nimeangusha iPhone yake chini na hata haikupasuka popote. Tangu hapo namuogopa sana Daselina, na hata simu yake siigusi kabisa. Ila wewe sijui utakuwa lini. Aliongea hapo, mimi sifungui mlango kabisa. Ndiyo kwanza najiandaa faster maana nimechelewa shule. Alipoondoka tu nikatoka mbio mbio, nusu nianguke hadi nje. Nikaanza safari ya kuelekea shule huku nikiwa najilaumu njia nzima. Mimi naye, sasa kwa nini nimefanya vile? Yule ni dada yangu lakini. Haya mambo yanaenda mbali sana. Inabidi niwe makini mno. Nilifika shule siku hiyo hata sikuwa sawa. Kuna binti huwa kanakuja kwenye dawati langu, tunakaa mida ya karibu kutoka shule. Hapo utasema tunajisomea. Kumbe kazi yetu ni kushikana shikana tu. Mimi namshika mapaja na yeye kuna muda anapitisha mkono hadi ananishika ndani ya boxer kabisa. Sofia alikuwa mshenzi sana yule binti. Ipo siku nitakupa. Kwani wewe umewahi kufanya? Kwani wewe bado? Ndiyo, mimi bado. Nitakufundisha sawa Kelvin? Sawa. Kwani wewe umefundishwa na nani? Mwalimu. Ila sikwambii ni mwalimu nani. Si useme tu. Sikia. Leo tukitoka shule usiondoke hadi unione, kuna sehemu tutapita mimi na wewe. Sehemu gani Sofia? Wewe naye utakuja ukosa vitu vizuri kwa kujifanya mwanasheria. Acha maswali. Nione. Je, Selina anataka kumpeleka wapi kijana wetu Kevo? Ni simulizi nzuri kabisa, inaitwa Najuta Kubalehe. Mimi naitwa AJ. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel ya Simulizi na Hadithi ili uwe wa kwanza kupata simulizi hizi nzuri kabisa na maendelezo yake. Usiache pia kulike na kucomment ili kunipa nguvu zaidi ya kuendelea kusimulia hadithi nzuri kila mara. Mpaka wakati mwingine. Ciao. खुशी के हर लम्हों को तुझसे ही अब दूर किया है। सांस फिर क्यों रुक गई है, आंसू फिर क्यों थम गए हैं। आशिकी ये कैसी मुझ पे, क्या ये मुझसे कह रही है। फिर मोहब्बत की है मैंने, फिर से गलती की है मैंने। उस खुदा का खौफ न था जो फिर गुजारिश की है मैंने।